Karibu katika Mseto Plus ya leo Oktoba 21, dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia. Na nayekuletea taarifa hizo, jina langu ni Fatuma Hussein, nyuma kamera ni Saungumbe. Chama cha Mapinduzi CCM kimemteua Asha Hussein Saleh kuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Fuoni kufuatia kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya chama hicho. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Oktoba 21, 2025 na katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo Kenani Kihongosi, amesema kuwa kikao hicho kilichofanyika jijini Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wake Samia Suluhu Hassan kimeangazia ajenda mbalimbali za chama, ikiwemo uteuzi wa mgombea atakayewakilisha CCM katika uchaguzi mdogo wa ubunge utakaofanyika Disemba 30, 2025. Uteuzi huo wa Asha Saleh unakuja zikiwa zimepita siku 26 baada ya kifo cha aliyekuwa mgombea wa jimbo hilo Abbas Ali Mwinyi. Aidha, kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imetoa pole kwa makamu mwenyekiti wa CCM na rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi kufuatia kifo cha kaka yake Abbas Ali Mwinyi kilichotokea Septemba 25, 2025. Akizungumza katika kikao hicho, mwenyekiti wa CCM taifa Samia Suluhu Hassan amesema chama kimepoteza kiongozi mahiri na mwanachama mwadilifu, huku akitoa pole kwa familia ya marehemu. Kwa mara ya kwanza wanafunzi milioni 1.6 wa darasa la 4 wanatarajiwa kuanza upimaji wa kitaifa Oktoba 22 na 23 mwaka huu kwa kuzingatia sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala ulioboreshwa. Wanafunzi hao watafanya mitihani ya masomo 6 ambayo ni sayansi yenye hisabati, jiografia na mazingira, na upande wa sanaa ni michezo, Kiswahili, Kiingereza, historia ya Tanzania na maadili. Pia kutakuwa na uchaguzi wa masomo matatu ambayo ni lugha ya Kichina, Kiarabu na Kifaransa. Kauli hiyo imetolewa leo Oktoba 21, 2025 na mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, Profesa Saidi Mohamed, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Milioni 1,582,140 wamesajiliwa, ambapo wavulana ni 764,290 sawa na 48%, na wasichana ni 817,850 sawa na 52%. Aidha, wapo wanafunzi 5,750 wenye mahitaji maalum, kati yao wenye uoni hafifu ni 1,164, wasioona 111, wenye uziwi 1,161, wenye ulemavu wa akili 1,641 na wenye ulemavu wa viungo 1,673. Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma imekubali rufaa iliyokatwa na Clinton Damas maarufu Nyundo na wenzake waliotia hatiani kwa kuhukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti kwa kundi, ikieleza kosa hilo halipo katika sheria. Hata hivyo, mahakama hiyo imebariki kutiwa hatiani na adhabu ya kifungo cha maisha jela walichohukumiwa washtakiwa hao kwa kosa la kubaka kwa kundi, hivyo wataendelea kutumikia adhabu hiyo. Hukumu hiyo imetolewa leo Jumanne Oktoba 21, 2025 na jaji wa Mahakama Kuu Amili Mruma. Kwa kosa la kulawiti kwa kundi, amesema hakuna sheria kwa kosa hilo, bali adhabu hutolewa kwa mtu mmoja mmoja aliyetenda kosa hilo. Mahakama ya Kimkazi Dodoma iliwatia hatiani na kuhukumu kifungo cha maisha jela Nyundo na wenzake kwa mashtaka ya kubaka kwa kikundi na kumwingilia kinyume cha maumbile binti mkazi wa Yumbodovia, Dar es Salaam, aliyetambulishwa mahakamani kwa jina la XY. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amekuwa rais wa kwanza wa zamani wa taifa la Umoja wa Ulaya kufungwa jela baada ya kuanza kutumikia leo kifungo chake. Mwandishi wa shirika la habari la Ufaransa AFP amemuona Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 akiondoka nyumbani kwake asubuhi ya leo, na baada ya muda mfupi akaingia katika gereza lililoko mjini Paris akisindikizwa na maafisa wa polisi. Mawakili wake wamesema wamewasilisha ombi la kutaka kuachiwa kwake. Sarkozy aliongoza Ufaransa kutoka mwaka 2007 hadi 2012. Mwezi uliopita alipatikana na hatia ya kutafuta ufadhili wa kampeni kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi katika uchaguzi ambao alishinda. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba 21. Nilikuletea taarifa hizi, jina langu ni Fatuma Hussein, nyuma ya kamera ni Saungumbe. Tukutane tena wakati mwingine kwa taarifa nyingine.